Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuwa mchangiaji wa pili katika hotuba hii ya bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu. Lakini kipekee niungane na Watanzania wenzangu kuipongeza klabu ya Simba, benchi la ufundi, uongozi na mashabiki wote walioko nyuma ya timu, na hatimaye jana timu ya Simba imetuheshimisha kwa kiwango kikubwa. Maana ilikuwa ni timu pekee inayotoka ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati ilikuwa imebaki kwenye mashindano haya, kwa hiyo imevuka, imetupa heshima. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe rai tu na kuiomba serikali. Jana baada ya mechi, nadhani ndani ya lisali moja tuliona tangazo linazunguka wakisema kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa umefungiwa na hautatumika katika mechi tena. Sasa kama Ulega ameishi njiani kule, mikoa ya kusini ikafunguka, tunachoomba serikali ifanye jitihada zinazowezekana uwanja ule urejee kwenye hali yake na mechi za tarehe 20 zichezwe pale. Mheshimiwa Rais amekuwa champion mkubwa, na motisha hiyo anayoipata wachezaji wakafanya vizuri katika klabu zetu ni kwa sababu yuko nyuma yao. Itakuwa ni jambo la ajabu na aibu nusu finali hii ikachezwa kwenye nchi nyingine wakati nchi nyingine zimekuwa zinakimbia kucheza mechi zao. Kwa tuombe ile serikali ilifanyie kazi. Baada ya haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nirejee katika mchango wangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mtunga Zaburi anasema wako wape wazee na watu wenye busara walioyaona matendo makuu haya ya Bwana, na hatimaye wawakumbushe vijana na watu wengine ambao hawakuyaona wayafanyie kazi na hatimaye wapate kuyajua. Kwa nini anasema haya Mheshimiwa Mwenyekiti? Mwaka 2021 Mheshimiwa Rais Samia alipoingia madarakani mpaka sasa ametimiza miaka 4. Yako mambo ambayo yamefanyika mwaka 2021. Wazee na watu wenye hekima wasipowakumbusha ambao hawakuyaona wakati ule au leo sahau, tutakuwa tumtendee haki Mheshimiwa Rais. Sasa kwa sababu yamesemwa mengi na yamefanyika mengi na tunaenda kwenye uchaguzi, haikosi kuna watu wamesahau. Kwa hiyo mimi nilitaka nichukue wito huu nikumbushe baadhi ya mambo makubwa ambayo yamefanyika katika wakati huu. Lakini licha ya haya mambo kufanyika na yametajwa katika hotuba ya Waziri Mkuu, hali kadhalika bado mambo mengine makubwa yamefanyika kwenye majimbo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa na miradi mikubwa ya kitaifa kama bwawa la Mwalimu Nyerere, reli ya kisasa ya SGR, tukawa na daraja la Kigongo Busisi, tumekuwa na daraja la Tanzanite, tumekuwa na daraja la Mtoani, lakini flyovers nyingi zimejengwa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna key issues ambazo zimefanyika katika kipindi hiki cha miaka 4. 2022 tulikuwa na sensa ya watu na makazi. Sensa hajitokezi kila wakati, lakini pesa nyingi ambazo zimeenda huko ambazo zingeweza kufanya miradi mingine lakini zimetumika kwenye hili zoezi. Lakini 24 tumekuwa na uchaguzi, vyote hivi vinafanyika kwa fedha za ndani. Lakini 23-24 tulipata janga la El Nino na hatimaye nchi wakaweza kuistabilize karudi kwenye mahali pake. Sasa mambo yote haya makubwa ambayo yamefanyika huenda watu wameyasahau, na leo tunapoelekea kwenye uchaguzi mwingine anaweza akaangalia kitu kimoja akasema hiki. Ni lazima tuelewe nchi imekuwa engaged kwenye vitu vikubwa, lakini pia tunajenga viwanja kwa ajili ya AFCON na mambo mengine makubwa yanaendelea katika taifa hili. Lakini pamoja na mambo yote haya, wabunge katika kipindi cha miaka 4 tumesimama ndani ya bunge tukifanya uwakilishi wetu kwa wananchi waliotutuma. Na yaliyo mengi yamefanyika kwa sababu serikali pamoja na kuwa na miradi mikubwa haikutuacha wabunge ili tusikiliza. Mimi sasa kwa sababu naongea kwa niaba ya wananchi wa Biharamulo, nilitaka nitaje baadhi ya vitu tu ambavyo naamini hata wabunge wengine kwenye maeneo yao vimetajwa. Tuwakumbushe ile habari ya mtunga Zaburi akihusia watu wazee na wenye busara walioyaona yale yanafanyika, wakumbushwe. Haikosi kuna mtu mwingine aliona barabara haikuwepo, lakini sasa hivi akipita hajui kama kulikuwa na shida ya barabara. Mara nyingi nimekuwa nawakumbusha watu hata ule uwanja wa ndege wa kimataifa Terminal 3 ulipojengwa pale. Zamani kilikuwa ni kijiji cha Kipawa kile. Watu waliondoka pale, mtu mpya akiingia pale anaona uwanja, haimagine kwamba kuna watu waliowahi kuishi pale miaka 2000 mpaka 2005. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mfano kwangu tu, miradi ya maji ambayo imefanyika kwangu kwenye habari ya vijijini, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika muda wa miaka hii 4 tumepokea bilioni 8.8 katika miradi ambayo imeshatekelezeka, na miradi mingine ya takriban bilioni 5.19 inaendelea. Biharamulo mamlaka ya maji na 3.3 bilioni. Ukipiga tu hesabu hapo ni karibu bilioni 17. Biharamulo peke yake tumepokea kwenye miradi ya maji. Tumeongeza idadi ya distribution ya watu ambao walikuwa hawapati maji na hatimaye wamepata maji. Naongelea habari ya shule. Mwaka 2020 shule ya msingi ni kwa nazo 98.
Lakini leo ninaposimama hapa na shule za msingi 117, ongezeko la shule mpya 19 za msingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sio kazi ndogo. Nakumbuka nilipoingia hapa nilikuwa na shule moja ya msingi Nemba Biharamulo, ilikuwa na wanafunzi 5259, shule moja na madarasa 9. Lakini leo ninapoongea tumetoa shule 4 mpya pale. Kwa yote haya ni mambo makubwa ambayo yanafanywa na serikali, lazima tujivunie nayo. Nikienda katika habari ya afya, Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na zahanati 18, sasa hivi na zahanati 26. Ongezeko la zahanati 8 mpya katika miaka hii minne. Vituo vya afya nilikuwa navyo 6, sasa hivi ninavyo 7. Sikuwa na hospitali ya wilaya, lakini tayari ninayo moja. Unaweza kuona commitment ya serikali. Pamoja na kufanya mambo makubwa, lakini bado kwenye majimbo tumeendelea kuhudumiwa na miradi ile ya kiwilaya na kimajimbo imeendelea kuja. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niongee habari ya barabara katika jimbo langu la Biharamulo. Wakati Mheshimiwa Rais anaingia, pesa niliyokuwa napokea Biharamulo ilikuwa ni milioni 670 tu kwa ajili ya barabara. Leo hii ninaposimama hapa na 2.467 bilioni ninayoipokea kutoka milioni 670. Unaweza kuona commitment. Barabara za lami tulikuwa nazo Biharamulo ilikuwa ni kilomita 4.59. Leo nina kilomita 10.18, ongezeko la zaidi ya kilomita 5 kwa miaka hii minne. Lakini barabara za changarawe nilikuwa na kilomita 111, sasa hivi na 275 kilomita. Tumepunguza barabara za udongo kutoka kilomita 391 ni kilomita 222 zilizobaki, na kazi inaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, box culvert hatukuwa nayo hata moja, na box culvert 5 sasa hivi zimejengwa Biharamulo. Lakini line culvert nilikuwa nazo 415 na 618 sasa hizi. Ila tumefungua barabara mpya kilomita 191 mpya zilizojengwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, habari ya umeme, 2020 vijiji 46 pekee ndio vilikuwa na umeme. Lakini sasa hivi na vijiji 74 ndio vyenye umeme na vitongoji 15 mkandarasi anaingia site sasa hivi muda si mrefu. Kwa kwangu vijiji vyote vimefikiwa. Kwa nini nimeamua niyaseme haya Mwenyekiti? Nayasema haya kwa sababu ni lazima tuwapongeze mawaziri kwa sababu wametushika mkono. Wabunge tumeongea humu, lakini mawaziri waliyasikia kutokea ndani ya bunge, wakapeleka hatimaye wakatuletea hizi fedha. Kwa kama hatuwezi kuyaona hata haya tukashukuru, hatutakuwa tunawatendea haki na tutaitendea haki serikali. Lakini kikubwa, mwenye hotuba hii ni Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunapoyaona haya yanafanyika, Waziri Mkuu amekuwa anafikika, Waziri Mkuu amekuwa ni mtu mwenye ushirikiano kwa wabunge. Kama kiongozi wa shughuli za serikali bungeni, sisi kama wabunge tumeiaddress serikali na kuongea nayo kupitia ndani ya bunge hili, kiongozi mkuu wa shughuli hizi akiwa Waziri Mkuu. Kwa ni lazima tumpongeze na kuona kwamba commitment yake katika kusikiliza hoja za wabunge imekuwa kubwa. Hatimaye mambo haya waliyosikia katika bunge wakaenda kuyajadili katika baraza na kuyapeleka kwa Mheshimiwa Rais, hatimaye pesa zikamwagika zikaja zikafanya miradi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee pia nimpongeze Waziri Mkuu kwa sababu si rahisi. Nadhani ni Waziri Mkuu wa kwanza ambaye ametumika katika serikali 2 na marais 2 full time, akitumika katika serikali ya 500 kama waziri mkuu na ametumika katika serikali ya 600 kama waziri mkuu mpaka sasa tunamalizia. Kazi hii na uaminifu wake na commitment yake katika kusaidia marais hao 2 ni kubwa. Kwa kipekee, kwa niaba ya wananchi wa Biharamulo, nichukue nafasi hii kumpongeza na kumuombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kumuhifadhi na kumlinda, ili hatimaye commitment hii ambayo umeionyesha Mungu wa mbinguni akamlipe maradufu, hatimaye tumuone tena wananchi wa Ruangwa wakimwamini na kumpa nafasi nyingine tena ya kuja kushiriki hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee nikushukuru kwa nafasi na niseme kwamba ninaunga mkono hoja. Asante sana kwa nafasi.